Katika dunia hii hakunaga kitu cha bure ambacho mtu anakupa tu just for no reason, alafu anakusaidia na anaingia gharama kubwa, anapoteza pesa zake nyingi, anakusaidia alafu usilipe chochote, wakati wewe sio ndugu yake, hamjijuana, mmekuja kukutana ukubwani na vitu kama hivyo, lazima wasiwasi unakuwa mkubwa zaidi. Sasa hiki ndicho ambacho watu wengi walikuwa nacho kama wasiwasi kwa upande wa msanii wa Chief Godlove Pipi Jojo, kwamba inakuwaje Chief Godlove ajitolee kumsaidia huyu mwanadada, ila hali kuna wale wengine ambao yeye amekuwa akisema kwamba kama wanataka kujiunga na Nguvu ya Pesa, basi itabidi walipie pesa za Kitanzania takriban shilingi 100,000 ili mwisho wa siku waweze kuungwa kwenye hicho chama, sijui au ni nadhani ni timu ya Nguvu ya Pesa na vitu kama hivyo. Lakini kwa upande wa Pipi Jojo, Chief Godlove amekuwa akispendi pesa nyingi zaidi, amekuwa akienda kupanga ma-apartment ya gharama, kumsafirisha kwa gharama zake kubwa, ili mwisho wa siku tu msanii wake aweze kufanya poa zaidi. Alafu akasema kwamba anamtem kama mtoto wake, anamchukulia tu just like ni dota wake, lakini hakuna kingine ambacho kinaendelea. Sasa maswali yalikuwa wanajiuliza watu wengi ni kwamba ni kweli Chief Godlove anamsaidia Pipi Jojo bila tu kwa chochote ambacho Pipi Jojo anakitoa, yani bila sababu yote tu kwamba ameingiwa na ule moyo wa kusaidia au vipi? Kumbe kuna yale ambayo alikuwa amejificha nyuma ya pazia, and finally kila kitu kimekuwa exposed, na yale ambayo amekuwa yameonekana ambayo Pipi Jojo alikuwa anayafanya ama amekuwa akiyafanya sasa, ambayo kila mmoja amekuwa akijaribu kusema kwamba huenda ndo malipo ya kila ambacho ameweza kutumia kama pesa, kuwa promoted kwenye muziki, kufanya vizuri pia kwenye music, kwa sababu yote alikuwa anafanya na Chief Godlove kwenye kimvuli cha kampuni mwanae. Hatimaye ameweza kuonekana kwamba Pipi Jojo sasa ameanza kulipia. Nitakuonyesha hapa picha ya uthibitisho ya kila ambacho Pipi Jojo alikuwa anakifanya, na naamini kabisa itakusurprise ama itakushangaza kwa namna moja ama namna nyingine, kwa sababu wengi walikuwa wakisema, kila mmoja alikuwa anasema kwake, lakini hatimaye picha inajieleza kile ambacho Pipi Jojo alikuwa anakifanya. So utaitazama picha alafu utakuja kunipa tafsiri ya kile ambacho wewe unadhani kwamba kinaweza kinaendelea baina hawa watu wawili, Pipi Jojo na Chief Godlove. Lakini kabla sijaweza kuonyesha hiyo picha, lakini pia uweze kuniambia maoni yako ni yapi kuhusiana na hicho ambacho utakiona hapa, nikukumbushe kutumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video, kwa sababu hapa ndio mahali pekee ambapo utakuwa unapata exclusive nyingi zaidi kuhusiana na kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Mimi naitwa Gabby Official, lakini kabla tujaendelea, bonyeza neno subscribe alafu tuenzetu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho kupata kufahamu ukweli wote wa kile ambacho inasemekana ndio malipo ya Pipi Jojo kwa Chief Godlove kutokana na kile ambacho ameweza kusaidiwa na ambacho anazidi kusaidiwa mpaka sasa hivi. Sasa tunafahamu Pipi Jojo amepambaniwa kwenye muziki, yani bila kutumia nguvu nyingi, wakati wasanii wengine wanateseka, wanachukua miaka kuja kujulikana, na wengine wanateseka miaka na miaka bila kufanikiwa. Yeye kwa upande wake imekuwa ni hafla sana, yani kiufupi haijachukua hata miezi miwili tangu ameweza kuchukuliwa na Chief Godlove, alafu baada ya hapo akaweza kuwika. Na ukizungumzia moja ya wasanii ambao sasa hivi wana make headlines na wanafanya poa sana, ngoma zao zinatazamwa sana, basi utamzungumzia Pipi Jojo. Sasa wengi wanajiuliza how comes mtoto anakuja tu muda mfupi alafu mwisho siku ana take over namna hii hapa hivi? Kumbe kuna siri ambazo zilikuwa zimejificha nyuma ya pazia ambazo watu wengi walikuwa hawajui. Sasa nyuma ya mafanikio ya kile ambacho tunakiona Pipi Jojo anakifanikisha, lakini pia nyuma ya yale maneno ambayo Chief Godlove amekuwa akiongea na kusema kwamba amekuwa akimsaidia tu Pipi Jojo kwa sababu ni mtoto wake, kumbe kulikuwa kuna siri nzito ambayo ilikuwa imejificha. Tazama kwenye screen yako hapo, bila shaka utakuwa unaiona hiyo picha ambayo inamuonyesha huyo mtoto wa kike. Alichokuwa anakifanya hapo ni kama alikuwa anasali. Sasa aina ya mazingira aliyokuepo, mavazi aliyokuwa amevaa, lakini pia ukiangalia hapo chini mishumaa miekundu na hilo zulia, ndio tukasema hivyo, lenye hiyo picha ya demon, of course vimezua gumzo kubwa na kujiuliza alikuwa anasalisalije hapa. Hii inamaanisha nini? Kila mmoja alikuwa anasema la kwake, huku wasiamini kwamba kweli kumbe Pipi Jojo amefikia hii hatua. Ni mengi ambayo tulikuwa tunafichwa, lakini finally yameshaanza kwa exposed. Na kumbuka ni kwamba hata kipindi ambacho Chief Godlove ameenda Kenya juzi kati, akasema kwamba kule Kenya anatumia zaidi ya milioni 10 za Kenya kwa ajili ya matumizi yake pamoja na msanii wake Pipi Jojo kwa wiki tu, milioni 10 za Kenya, ambapo kibongo bongo kileta ni milioni 188 na 850 na kitu hivi kwa pesa za Kitanzania. So mtu anatumia milioni 188 na 800 kuelekea milioni 189 kwa wiki. Unajiuliza anatumia nini hata kama ni wawili? Yote anatumia kwenye apartment kwa ajili ya
kumlipia usafiri huyu mtoto wa kike, lakini pia kuishi expensive life pamoja na kulipia media tour ili Bibi Jojo aweze kufanya vizuri zaidi. Lakini yote watu walikuwa wanajiuliza, kweli hakuna malipo? Ilifika time tukaona watu wanasema kwamba huenda wakawa ni wapenzi, lakini hiki kilichojitokeza zaidi sasa hivi kimeweza kuexpose reality ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea behind the scene kati ya hawa watu wawili. Kwa maoni yako tuambie, unadhani kwamba huyu mtoto wa kike ndio kashaingia kwenye shimo ambalo hawezi kutoka, au ndio tuseme kwamba hakuna namna, itabidi tu akubaliane na hali halisi kwa sababu aliyataka, kwa hiyo alipoingia ni mahali ambapo alideserve kutokana na kile ambacho alikuwa anakitaka? Comment yako nipi kuhusiana na hiki? Tuambie hapo chini ya hii video, lakini muhimu zaidi usisahau kusubscribe kwa ajili ya updates.